Mara pap umechili zako. Inaingia simu ya Kuki anapiga. Bwana baba ongea na baba. Kaka yake. Baba ongea na baba. Baba eti kaka yake, kwa nini ongea na baba? Unaona baba na baba. Naam, baada ya kauli za Mzee Yobo zilizotikisa mitandao ya kijamii na kuzua mjadala mkubwa kwenye ulimwengu wa burudani nchini, msanii wa Bongo Flava Kusa ameamua kuvunja ukimya na kumjibu vikali dansa Mzee Yobo. Yes, karibu katika Music Zone Media. Mjadala huu ulianza baada ya Mzee Yobo kuonekana katika mahojiano na kipindi cha Wasafi Media, ambapo alitoa kauli zilizotafsiriwa na wengi kama ni ukosoaji zaidi ya nafasi ya Kusa katika maisha ya Kuki, mtoto Ezekiel na Mzee Yobo. Kama unavyojua, Aunt Ezekiel na Mzee Yobo wana mtoto anaitwa Kuki ambao sasa analelewa na Kusa kama ndo mume wake halali. Kauli hizo zilisambaa kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii na kuwafanya mashabiki kusubiri kuona je, Kusa atajibu nini, na Kusa mwenyewe ameamua kuvunja ukimya. Hatimaye Kusa ameandika ujumbe mrefu kupitia mitandao ya kijamii akianza kwa kusema kuwa busara ndio dawa, huku akielezea kuwa tayari ameshazoea maneno ya aina hiyo na hata kumwombea Mzee Yobo msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Hatari bwana. Hata hivyo, Kusa kuficha na kutolizisha kwake na baadhi ya maneno aliyotoa, akisema kauli ya kumuita kaka yake ilikuwa ni dharau kubwa sana kwa Kuki, na akaongeza kuwa Mzee amekuwa akizungumza kuhusu yeye na takriban kwa miaka 7 sasa bila kupata majibu yote moja kutoka kwake. Katika ujumbe huo, Kusa alisisitiza kuwa mahusiano yake na Kuki hayaishi kwenye picha za mtandaoni au mitindo ya nywele kama ambavyo watu wengi hufikiria. Msanii huyo alisema watu wengi wanaona tu kile anachokiona mtandaoni, lakini hawajui mchango wake halisi katika maisha ya mtoto huyo. Kusa aliendelea mbali zaidi na kuelezea kuwa anafahamu ada ya sare ya mahitaji mengine muhimu ya Kuki, akisema kwamba jukumu lake kubwa ni kuhakikisha mtoto huyu anapata muda na upendo na heshima kutoka kwake na si vinginevyo kama wengine wanavyodhani. Kwa mujibu wa Kusa, yeye na Kuki ni wana urafiki mkubwa na kwa kweli ambao hauhusiani na maigizo mitandaoni kama ambavyo Mzee Yobo anasema. Derea akisema kuwa amekuwa akipambana kwa nguvu zake zote kuhakikisha mtoto huyu anapata malezi bora na kwamba hataacha kufanya hivyo kwa sababu anaamini ni jukumu lake. Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, Kusa alimtaka Mzee Yobo kumheshimu yeye pamoja na mama Kuki, akisema kuwa wao wamejitahidi sana kujenga maisha yao na kufanikisha mambo mengi licha ya changamoto mbalimbali walizopitia. Licha ya ukali wa baadhi ya maneno yake, Kusa alijaribu kuonyesha kuwa hana chuki binafsi dhidi ya Mzee. Na amesema hajatoa majibu hayo kwa sababu ameumia, bali kwa sababu aliona ni muhimu kuweka mambo sawa na kuelezea kweli kuhusu nafasi yake katika maisha ya Kuki. Msanii huyo pia alidai kuwa baadhi ya kauli ya Mzee Yobo zinaonyesha maumivu na kutolizika fulani hivi, huku akimshauri kutafakari upya baadhi ya mambo anayozungumza hadharani. Mwisho wa ujumbe wake, Kusa alimaliza kwa utani akisema badala ya migogoro na maneno ya mitandaoni, Mzee Yobo angepaswa kumpigia pande ya ngoma ili muziki usonge mbele. Na kauli hizi zimeibua mjadala mkubwa sana mtandaoni, ambapo baadhi ya mashabiki wamepongeza namna Kusa alivyotetea nafasi yake katika maisha ya Kuki, huku wengine wakiamini swala hilo lingepaswa kumalizwa kwa mazungumzo binafsi badala ya kuendelea hadharani. Hapa swali linabaki, je, Mzee Yobo atajibu tena baada ya ujumbe huu wa Kusa, au hii ndio itakuwa mwisho wa mvutano huu ambao umevuta hisia za watu wengi sana katika tasnia ya burudani? Hebu tuambie maoni yako hapo chini kuhusu wakati hili. Je, unalionaje? Music Zone Media, usahau kufuatilia habari zote za mastaa zote mtandaoni, usahau kusubscribe, like na comment na kutoa share yako hapo chini. Unalionaje sakata hili ya Mzee Yobo na